Hili ni zoezi, ni awamu ya 4, tunapata madaktari bingwa na wauguzi wabobezi. Kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, niwakaribishe sana mkoa wa Singida na niwakaribishe kote mtakakokuwa. Ofisi ya Mkuu wa Mkoa ipo nanyi na itawapa support ya kila aina ili muweze kutekeleza kazi ambayo mmekuja kuitekeleza katika mkoa wetu. Sisi wa mkoa wa Singida tunajisikia fahari kwa jinsi ambavyo tunapata wataalamu wabobezi zaidi ya 42 kwa wakati mmoja, na wataalamu hao wanatawanyika katika halmashauri zetu zote 7. Hii kwetu sisi ni baraka na ni fursa ambayo tutaitumia vizuri sana. Mimi nina matumaini makubwa kwamba sasa mnakwenda kutoa huduma kwa wakina mama na wakina baba, watoto na wote wanaokuja kuwaona kwa wingi zaidi. Kwa hiyo sisi madaktari na wauguzi tujue ni Mungu ametupa hii nafasi ya kuwahudumia Watanzania wenzetu. Kwa hiyo ukifika mahali kwenye kituo na ukapata neema ya kuonana na wananchi ambao wana changamoto mbalimbali, jitoeni kikamilifu, wasikilizeni kikamilifu. Serikali imewasomesha ninyi ili tuweze kuhudumia Watanzania wenzetu. Kwa wenyeji DMOs, wananchi wetu wamekuwa wakihangaika, hawana nauli, hawana ndugu, hawana nini. Tumepata wageni. Wageni ni baraka na wageni hawa ni wataalamu. Tuwawezeshe kwa kila hali. Kwa pale ambapo patahitajika mtu wa msamaha, hatua zitumike ili mwananchi asije akakosa huduma kwa sababu tu ya sera ya uchangiaji ambayo ipo. Kila mmoja kwa imani yake aombe zoezi letu. Madaktari nyie sio wapiga ramli. Omba Mungu wako akuongoze. Usipige bla bla. Mwisho wa siku tunadhalilisha profession. Sitegemei kabisa tudhalilishe profession. Na kwa vichwa vyetu peke yetu hatuwezi. Lazima tupate msaada wa nani? Kwa hiyo tukaombe. Lakini sisi sote tunafahamu kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Wakati wa kampeni tuendelee kujitokeza kusikia sera mbalimbali za viongozi wanaojinadi, lakini tarehe 29 tujitokeze kwa ajili ya kuchagua viongozi ili waweze kuendelea kutuongoza kwa tija. Kwa awamu 3 sasa tumeendelea kupokea madaktari bingwa katika mkoa wetu wa Singida, ambapo leo hii pia wamefika kwa ajili ya kwenda katika halmashauri zetu 7. Tuna madaktari bingwa takriban 42 ambao watatawanyika kwenye halmashauri, angalau mabingwa 6 kwa kila halmashauri. Kwa awamu 3 zilizotangulia, katika wateja na wagonjwa walioonwa, ambao tuliona kuna changamoto kubwa hasa kwenye magonjwa yanayohusika na upasuaji, lakini pia na magonjwa ya kina mama. Katika maeneo ambayo tumeona yanaathirika zaidi ni hasa magonjwa sugu kama kansa kwa kina mama, lakini pia hata kwa kina baba. Kwa sababu yanachukua muda mrefu, mtu anakuwa anatibiwa kawaida bila kugundua mapema kwamba ana tatizo la uvimbe ambao una viashiria vya kansa. Lakini kwa vile tunapata madaktari bingwa kwa wakati mmoja, imekuwa ni rahisi sana wagonjwa hawa kufikiwa. Kuanzia tarehe 6 ambayo ni leo mpaka tarehe 10 tutakuwa na madaktari bingwa hawa katika halmashauri zetu, hospitali za wilaya na vituo vya afya. Kwa hiyo niendelee kuwahimiza wananchi wa mkoa wa Singida wenye mahitaji mbalimbali ya huduma za afya, ambao pengine wamekaa muda mrefu bila kupata huduma ambazo walizitamani. Inawezekana ni huduma za rufaa ambazo zinahitajika kwenda hospitali ya taifa au Benjamini, akaona ni mbali. Madaktari bingwa wako ndani ya mkoa wetu. Kwa hiyo tunawakaribisha sana tuweze kuwahudumia wagonjwa. Namshukuru Mungu nimefika salama hapa Singida kwa ajili ya matibabu ya kibingwa ya watoto wachanga na watoto. Mimi kwa kweli nimefurahi sana kwa kufika Singida kwa ajili ya kutoa matibabu ya kibingwa, na najua watoto wengi wanahitaji huduma. Mimi kwa binafsi nafurahi sana kufika Singida kwa ajili hiyo. Na zoezi hili nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuleta utaratibu ambao kwamba tunatoa huduma kwa watu ambao kwamba wanahitaji huduma ambao wameikosa.